Kitu ambacho kinachosumbua leo watakatifu au mwili wa Kristo, kanisa la Bwana Yesu kwa ujumla, ni roho ya mazoea. Na roho hii ya mazoea sio tu kwa wale wanaopokea, walioko mbele ya watumishi wa Mungu, bali roho hii ya mazoea inatuathiri hata sisi watumishi wa Mungu tunaosimama mbele za watu. Kwa hiyo tutaangalia namna gani roho ya mazoea inavyozuia au inavyoua matakatifu ya Mungu, watu wasiweze kuyapokea, na watumishi wa Mungu wasiweze kutoa na kuwafikia watu walioko mbele yao. Tutaanza na mfano kwenye Marko sura ya 6. Marko sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 6. Yesu Kristo alipoingia katika mji aliokulia, waliomzoea kwamba ni mtoto wa kapenta, walimwona katika shughuli za kawaida za seremala, walishindwa kupokea kwa sababu walisema, huyu tumekuwa naye, tunamwona amelelewa katika nyumba ya mtu fulani. Biblia inasema kwenye Marko sura ya 6 mstari wa 4 kwamba aliweka mikono juu ya watu wachache kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa hiyo roho ya mazoea inatengeneza kitu kingine kinachoitwa roho ya kutokuamini. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa, roho ya kutokuamini. Ila jambo la pili, roho ya mazoea inayotengeneza inaweza ikafanya mtu akapuuzia mafundisho au ujumbe ambao Mungu ameuleta kupitia mtu wake. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12 inafundisha namna gani waamini wanapaswa kutambua na kuheshimu ile kazi Mungu aliyoiweka ndani ya wote ambao wameitwa na Mungu. Inafundisha watu kutambua na kuthamini kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya watumishi wake. Yamkini akawa ni katika eneo la muziki, eneo la uimbaji, chochote ambacho Mungu amekiweka ndani ya mtu wake mbele yako, usipoweza kukitambua kwamba kipo ndani yake na ukakiheshimu, ni ngumu kupokea kutoka kwa huyo mtu husika. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 inasema, acha wale viongozi wanaoongoza mbele ya watu, mbele ya kundi. Inasisitiza kwamba wapewe heshima, umuhimu wa kupewa heshima, wa kuwatambua wale viongozi wanaoongoza mbele ya kundi husika. Haleluya, mtu mmoja. Kwa hiyo mtu akishakuwa na roho ya mazoea juu ya watumishi wa Mungu, itamfanya yeye ashindwe kutambua ile kazi ya kimungu na ile neema iliyowekwa juu na ndani ya mtumishi wa Mungu husika, na atashindwa kupokea kutoka kwa Mungu. Ila roho ya mazoea, jambo la tatu, linasababisha watu washindwe kufocus kwenye kile ambacho ni zawadi au ni neema iliyoko ndani ya mtu, na wakapoteza muda mwingi kukiangalia kile chombo kilichobeba hiyo zawadi. Leo tunatumia muda mwingi kuangalia vile vyombo, wale walioitwa, tunashughulika na maisha yao sana kuliko kile walichokibeba. Simaanishi kwamba wale walioitwa waishi maisha ya ovyo, ya anyhow, hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaleta roho ya mazoea inayosababisha kutopokea kutoka kwa watumishi wa Mungu. Kuna hatari kubwa ya roho ya mazoea katika mambo matakatifu ya Mungu. Agano la Kale tuliona watoto wa kuhani Eli walizoelea matakatifu ya Mungu. Watoto wa nabii Samueli walizoelea matakatifu ya Mungu. Na nini kilichotokea?
Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12 hadi 17 inaelezea namna gani waliweza kuchukulia zile sadaka za Mungu anyhow, katika namna isiyofaa, tofauti na Mungu alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaangalia roho ya mazoea inaathiri watumishi moja kwa moja. Mtumishi wa Mungu anaweza kawa na mazoea dhidi ya wito wake yeye mwenyewe na akazuia ile heshima ambayo inayopaswa kumwonekania juu yake. Watu wasimheshimu au watu wasipokee kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake kwa sababu ya kuleta mazoea na matakatifu ya Mungu. Amezungumza kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27 namna gani watumishi wa Mungu, inasitiza namna gani watumishi wa Mungu wanapaswa kujitiisha chini ya mamlaka ya kimungu, namna gani asili zetu au fikra na mawazo yetu na hisia zetu hazipasi kuchukua nafasi. Mtume Paulo alitambua kwamba kuwa mtu mkuu na kutumiwa na Mungu haimaanishi kuwa na maisha ya ovyo ovyo ya kuishi anyhow, kuwa careless. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amezungumza kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 namna gani tunapaswa kuonesha umakini, namna gani mtumishi wa Mungu anapaswa kuonesha umakini na kuongozwa kupitia tabia, mienendo tulionayo na kupitia fundisho tunalolideliver, tunalolitoa kwa watu walioko mbele yetu. Heshima kwa mtumishi wa Mungu au yule ambaye yuko mbele, aliyopewa kipawa au neema ya kutoa jambo fulani kwa watu wengine, huwa inatengeneza wingu la watu kupokea. Tuko sawa sawa? Ni aidha mtumishi wa Mungu atengeneze mazingira ya kuto kujiheshimu yeye mwenyewe na isababishe wale wanaopokea washinde kumheshimu au washinde kutambua uthamani walichokibeba, na ikazuia matakatifu ya Mungu washinde kuyapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema kwenye Mathayo sura ya 10 mstari wa 41, yule anayempokea nabii katika jina la Yesu Kristo, kuna reward, kuna thawabu zinaambatana na yule ambaye anatambua na kumpokea nabii. Haimaanishi tu yule apewa huduma ya unabii, hapana. Anaweza kawa ni mtume, mwalimu, mchungaji au mwinjilisti. Yoyote anayempokea mtumishi wa Mungu aliyopakwa mafuta yuko mbele, kuna reward, kuna thawabu ambazo zinaambatana sawa sawa na vile unavyompokea mbele yako. Tunamwona kuna mwanamke Mshunami kwenye Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 17. Aliweza kutambua uwepo wa nabii Elisha na kile Mungu alichoweka ndani ya nabii Elisha, na ikawa ni rahisi mwanamke huyu kupokea kutoka kwa mtumishi wa Mungu nabii Elisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwaheshimu watumishi wa Mungu haimaanishi kuwasujudia, kuwaweka sehemu ya nafasi ya Mungu, hapana. Inamaanisha kuheshimu kile ambacho Mungu ameweka ndani yao, kama wajumbe, kama mabalozi, kama vyombo Mungu alivyovitenga kwa ajili ya matakatifu ya kugusa maisha ya watu. Haimaanishi kuwasujudia na kuwafanya kuwa ni miungu watu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, wapendwa.